kwa kunikaribisha. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia siku ya leo na kutulinda katika shughuli nzima tulizokamilisha za ligi. Pia nishukuru serikali kwa jinsi ilivyokuwa karibu na sisi katika utekelezaji wa majukumu yetu, na shukuru TFF, rais wa TFF ambaye ametuongoza katika kazi hizi. Nishukuru pia wadhamini ambao wamewezesha shughuli nzima hizi za uendeshaji wa ligi. Pia niwashukuru wenye wanaomiliki miundombinu iliyowezesha michezo yote kuchezwa kwenye maeneo mbalimbali, na niwashukuru wadau wote na waandishi wa habari ambao wamekuwa mbele kupeleka taarifa kwa wadau wote na wananchi kwa ujumla. Pia niendelee kuwashukuru watu wote, na itifaki imezingatiwa kwa watu wote ambao wameshiriki. Kama ambavyo tunafahamu, ligi yetu tumemaliza michezo ile iliyokuwa kwenye kalenda, lakini tunaendelea na playoffs ambazo zinahusisha timu zinazotarajia kupanda kuingia ligi kuu na zinazopanda championship na first league. Kwa hiyo michezo hiyo inaendelea, itachezwa kuanzia pia tarehe 5 hadi tarehe 11, ikishirikisha hizo timu ambazo ziko kwenye hayo makundi niliyoyataja. Katika hatua hizo tumeshirikiana, tumepitia changamoto mbalimbali ambazo kwa pamoja tumezitatua, na tunawashukuru nyote kwa ushirikiano na kushirikiana na bodi ya ligi, na sisi tumekuwa pamoja nanyi kuhakikisha pia tunasimamia kanuni ambazo tumejiwekea kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yote ya ligi. Na katika kipindi hiki pia ambacho tumemaliza ligi, tuliendelea pia na uboreshaji wa kanuni. Tumewashirikisha, tumetoa nafasi ya mwezi mzima kwa wadau wote. Tumeenda kwenye ofisi za serikali, wadhamini, kila mmoja alipewa nafasi, hata ambaye angeweza kuandika na kutuma mawazo hayo yote tumeyapokea, ili tuweze kuwa na kanuni zingine bora zilizoshirikisha wadau na hatimaye ziweze kutusaidia kusimamia ligi inayokuja. Kwa hiyo niwashukuru sana watu wote ambao tumeshirikiana. Na katika hatua nyingine ambayo tunaendelea nayo hiyo ya kanuni, tunatarajia kuwasilisha kwenye kamati na pia kwenye excom ya TFF. Katika hatua zote hizo tulizokuwa tunaendelea nazo, na kwenye michezo, nafikiri mmeona zipo changamoto ambazo zimejitokeza, na tunaendelea kuzitathmini na kuona namna ya kuweza kuzishughulikia ili zisiweze kujirudia tena katika msimu unaokuja. Na msimu unaokuja tunatarajia pia tutatoa ratiba hivi karibuni ili kuwawezesha wadau waweze pia kufahamu, lakini pia timu kujiandaa katika kipindi ambacho ni kifupi, pengine kuanzia wiki inayokuja tukimaliza playoffs. Lakini waandishi wa habari na wadau wote tutawafahamisha kuhusiana na swala hilo. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho tunaendelea nacho na shukrani hizi, tumemaliza katika michezo ya hivi karibuni, na katika hatua hizo tunashukuru jinsi ambavyo Azam ameweza kuonesha michezo yote na watu wote wameweza kushiriki vikamilifu, na hatimaye tukapata bingwa. Kwa hiyo tunawapongeza wale waliofanikiwa kuwa mabingwa, lakini pia tunawapongeza na ambao wamefika nafasi zinazowawezesha kushiriki mashindano mbalimbali, na tunawatia moyo wale ambao hawakuweza kufanikiwa kuwa mabingwa waendelee kujitahidi kuweza kufikia malengo hayo. Na tukizingatia kuna nguli wa michezo anaitwa Maradona aliwahi kusema kwamba mpira wa miguu ni kama maisha.
kuna kipindi cha kupanda, kuna kushuka, lakini tusikate tamaa, tuendelee kupambana, hatimaye malengo yetu yaweze kutimia. Na katika mchezo huu wa mwisho, kama nilivyoeleza, kuna matukio yaliyojitokeza na tunazingatia zaidi kanuni. Sisi tunasimamia kanuni ambazo wadau wote wametupa tuweze kuzisimamia, na tunasimamia kwa lengo la kutenda haki kwa kila mmoja kulingana na jinsi alivyotimiza majukumu yake. Katika mchezo wa mwisho tumeona timu ya Yanga imeweza tena kutokutumia chumba cha kubadilishia nguo. Katika taratibu za mchezo, kanuni yetu ya 17 inaeleza katika kipengele cha 20 kwamba timu inapokuwa imekwenda kwenye uwanja inapaswa iingie kwenye chumba cha kubadilishia nguo na itatumia muda wote wakati inapokuwa pale, wakati wa mapumziko, na pia chumba hicho inapaswa kuingia kwa kutumia mlango maalum ambao upo na sio vinginevyo. Lakini tumeona timu ya Young Africans katika mchezo ule wa awali walipocheza na Simba pia hawakutumia, na mchezo wa juzi pia hawakutumia. Tulichukua hatua ambazo tulifikiri pia wao wataweza kutambua hilo, na hivyo kama kuna mapungufu basi watuwasilishie ripoti na kutueleza. Sasa sisi kama wasimamizi wa kanuni tumeona kwamba huenda wana sababu za msingi ambazo wao wanazifahamu, na hivyo ingekuwa vema waweze kuzitoa kwenye kamati husika, kamati inayoshughulikia maadili, ili kamati hiyo iweze kuona uzito wa sababu zinazowafanya wasitumie dressing room. Na hii ni kwa sababu kiwanja ambacho hawatumii ni kimoja tu ambacho ni cha Isamuyo, na kiwanja hicho kinamilikiwa pia na jeshi. Kwa hiyo tumeona ni vema viongozi wakuu wa klabu ya Young Africans, rais wa klabu hiyo Engineer Hersi pamoja na CEO Andre Mtine waende kwenye kamati ya maadili waweze kuwasilisha sababu zao za msingi za timu yao kutokutumia hizo dressing room. Pengine itaweza kutusaidia kufahamu mapungufu ambayo wao wanayaona ni ya msingi, pamoja na kwamba tulitarajia kabla ya kuchukua uamuzi huo waweze kutoa taarifa hizo kwa bodi ya ligi, kwa sababu kwanza wanaanza kwa kutafuta eneo nje ya kiwanja. Kwa hiyo maana yake ni mpango unaanza muda, lakini hawatoi taarifa kwetu. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa sasa kwamba wanabaini lini kwamba hiyo dressing room ina mapungufu. Kwa hiyo pengine wanaweza kusaidia kwa namna hiyo, lakini tutoe wito tu kwamba ni vizuri hizi kanuni tuweze kuzizingatia kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu, hasa tukitambua kwamba ligi yetu ni ligi muhimu na ina viwango vya juu na inaangaliwa kimataifa. Kwa hiyo vitendo tunavyovifanya ni vizuri tukaangalia vina athari, sio kwa kufikiria tu labda bodi ya ligi au TFF, vinakuwa na athari pia kwa ligi yote nzima katika Afrika, kwa sababu vingine vinatafsiriwa tofauti. Nafikiri tumeona matukio mengine ambayo yalijitokeza kama ya goli la Chama yalivyofanya tukaona kwamba kumbe dunia inaangalia. Kwa hiyo ni vizuri tukatambua kwamba yote tunayoyatenda yatendwe katika kufuata kanuni, na kwa sababu mpira ni taaluma. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia kanuni za kitaaluma ambazo kila mwanataaluma anapaswa kuzifuata. Kwa hiyo sambamba na hilo pia katika adhabu ya awali Young African pia ilipewa adhabu kwa sababu ya kutokutumia dressing room, ilitozwa shilingi milioni 30, na hili ni kosa sasa la kujirudia. Kwa hiyo kwa kuzingatia kanuni ambazo zipo, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi iliyoketi jana imepitisha kwamba katika adhabu ya sasa klabu ya Yanga itapaswa kulipa shilingi milioni 100 kama adhabu au faini kwa makosa ambayo ni ya kujirudia.
Kwa hiyo nitoe wito kwa watu wote tunaoshughulika na mpira kuhakikisha tunasimamia vema kanuni, na sisi bodi ya ligi na TFF kwa ujumla tupo kwa ajili ya kuwatumikieni. Kwa hiyo ni vizuri kama kuna jambo lolote ambalo unaona kwamba litaathiri mafanikio ya klabu au mafanikio yoyote, ni vizuri kulitolea taarifa kwetu ili sisi tuweze kuchukua hatua. Zipo klabu ambazo zimeweza kutuletea taarifa, na pale ambapo tunafuatilia na tunathibitisha kwamba kitu walichowasilisha ushahidi una ukweli, basi tunachukua hatua ambazo zinastahili, kwa sababu lengo sisi ni kusimamia hizo kanuni na kuhakikisha kila jambo linatekelezeka inavyopaswa. Kwa hiyo kwa kifupi leo niliona niongelee haya ili niweze kuwafahamisha kwamba masuala mbalimbali na kutoa shukrani kwa watu wote tulioshirikiana na kuomba pia tuendelee kushirikiana katika msimu unaofuata. Asanteni sana. Naam. It's not a game, it's a rich thing.